Bwana, mambo vipi na karibu mfuatiliaji wa YouTube channel yetu. Ni mfululizo wa exclusive ambazo mara nyingi tumekuwa tunazifanya kunako YouTube channel yetu. Kubwa zaidi kuzungumza na watu ambao kwa hakika naweza ningesema ungetamani usikie mengi kutoka kwao juu ya mazuri ambao wamekuwa wakifanya kila kukicha, na muda huu nazungumza na miongoni mwa washabiki, wanachama, familia Abi Kubanga, mmoja kati ya watu ambao mara nyingi huwa wananyosha mambo yanapokuwa yamepinda, lakini inapokuwa jambo limekuwa ukweli huwa hawaachi kuacha maua yao. Mmoja kati ya wanafamilia wa Konde Gang, Konde Music Worldwide. Kwa Konde Gang sio maana kwamba yeye anasifia kile ambacho kibaya kinafanywa na Konde Gang. Panapokuwa na mabaya anasema ni mabaya, panapokuwa na mazuri anasema ni mazuri. Nazungumza naye tugee tathmini yake kwenye moja na mbili ambayo yametokea hivi karibuni. Mzee anakuaje? Hayo kitu niambie. Mambo renda. Alhamdulillah, ilete habari. Bwana, tuna mengi ambayo tungetamani kufahamu kutoka kwako, lakini kwa sababu ya muda tuzungumze machache tu. Kiujumla, kama mmoja kati ya wadau, mmoja kati ya watu ambao wanazungumza mambo kadha wa kadha yanapotokea kwenye muziki. Muziki wetu unauonaje kwa muda huu sasa hivi? Muziki sasa hivi tunaweza tukasema umedrop kidogo, lakini umedrop kwa sababu sasa hivi tunajua kipindi cha uchaguzi hiki. Kwa hiyo watu wengi wamefocus kwenye uchaguzi. Kwa hiyo hata wasanii wakitoa kazi zao hazifikii malengo. Ila wanatoa watu limadi wasisaurike, na kwa sababu ile ndio kazi yao. Umeshaelewa? Sio kwamba muda wote tutakuwa unapata faida kubwa, kuna muda mwingine unaweza kuwa unapata faida ndogo. Umeshaelewa? Lakini sasa hivi muziki kidogo watu kama wamepunguzia kasi kidogo tofauti na siku za nyuma zilizopita. Abi, msanii bora kwako ni msanii wa design gani? Kipi afanye mpaka unamtathmini kwamba huyu ni msanii bora kwangu? Msanii bora ni msanii ambaye ana focus kwa ajili ya kuwakilisha taifa. Yaani sio yule msanii ambaye anafikiria tu kutoa nyimbo kwa ajili ya kuwaridhisha watu wake wa karibu labda au nini. Msanii bora ni yule ambaye anaweza katoa nyimbo moja tu kwa mwaka, lakini nyimbo ikafikia malengo. Ndio msanii ambaye mimi na kwangu ni msanii bora. Yaani unaweza katoa ngoma 10 alafu mtu akatoa ngoma moja tu, lakini ngoma moja yule ikawa ina maana kubwa kuliko yule toa ngoma 10. Kwako nani unampa kijiti hiko cha kusema huyu ni msanii bora kwangu? Wako wengi. Yani top 3 yote ya Bongo mimi naona wako vizuri ya. Kama ingekuwa clown ni moja nani angeveshwa hapa? Diamond Platinum. Kipi ambacho kimekufanya umpe Simba? Point ya msingi ndio hiyo. Simba ndio msanii ambaye sasa hivi anawakilisha Tanzania. Of course wanaowakilisha ni wengi, lakini nani anafikia level ya juu sana? Ni Simba. Yaani hilo alipingiki bro. Simba ndio msanii ambaye ana focus, anatoa ngoma kwa ajili ya Bongo, lakini anatoa ngoma kwa ajili ya international. Na ukimwona ametoa ngoma kwa ajili ya international, unaona anaweka nguvu, anaipambania ile ngoma ifikie malengo. Kwa hiyo Simba kwangu the best. Kuna nyimbo nyingi ambazo wametoa hivi karibuni. Tuzungumzie Sapampa kwa sababu ya muda. Binafsi umekubali ile nyimbo? Sapampa hapana, sijaikubali. Namkubali Diamond lakini Sapampa sijaikubali. Kipi ambacho kimepeleka usikubali? Tuzungumzie kwenye audio sasa. Kwenye audio kwanza, Diamond wa zamani alikuwa amewashika sana watu kwa sababu alikuwa anaimba nyimbo ambazo zinamfariji maskini. Sasa hivi ameshapata hela. Anaimba nyimbo kwamba bila Sapampa hakuna mapenzi. Ameshasahau kama yeye ndo alikuwa analia. Kipindi gani nitarejea? Si kwetu Mbagara, sijui nini, umeshaona. Sasa hivi nyimbo zake anazitoa, anatoa nyimbo kwamba kama huna hela hauwezi kupata penzi. Kwa hiyo kitu kidogo kimenipunguzia mimi nione kama Sapampa sio nyimbo ya watu kama sisi, watu ambao tuna hali mbaya, watu ambao tunahitajika kufarijiwa. Umeshaona ile nyimbo kwa ajili ya matajiri, watu wenye hela labda ndio vitu kama hivyo. Lakini kwa watu kama maskini na watu ambao wanahitaji faraja kupitia wasanii, Sapampa sio nyimbo yetu sisi. Kifupi Sapampa hujaikubali? Sijaikubali kabisa, kwa sababu hainiliwazi. Inabidi niwe na hela ndio nipate mapenzi. Wakati sio kitu ambacho mimi naweza kukimudu hicho. Yani umeshanilasisha zoea maneno mengi, maua. Na mula amekataa, ametuambia maua hayahitajiki mzee. Point ya mchongo hapa ni Sapampa. Kuna baadhi ya watu wanasema labda wamekataa Sapampa sababu labda lile neno Sapampa limetokana na Anko T. Mmoja kati ya watu ambao mara nyingi wanaume wengi huwa hawataki yale maudhui yake. Nilisi na ukisimama hapo? Sasa kila mtu ana mtazamo wake. Kwa sababu neno Sapampa hata kama ikawa amelitoa Anko T, lakini halina maana mbaya kwenye jamii. Umeshaelewa? Kwa hiyo mimi siwezi kulikataa ile neno. Nalikataje? Wakati halina maana mbaya kwenye jamii. Mimi naukataa ule wimbo kwa sababu una maudhui ambayo mimi hayanifariji. Wasi unategemea nyimbo zile ambazo walikuwa wanaimba zamani kwamba bana tatizo kwetu Mbagala, ndio maana unipendi, au kwa sababu maisha yangu mimi ni magumu, ndio maana unipendi. Vile vitu vilikuwa vinatufariji sisi watu wa hali ya chini. Umeshaelewa? Tukiona vile vitu tunaona yes, kumbe hata mimi naweza kawa sina kitu lakini nikapata bebe kali. Umeshaelewa? Sasa hivi vijana toka wameanza kupata hela, ndio hivyo unaona wanatuambia mara tufanye kazi, mara Sapampa, mara sijui nini, vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni vitu ambavyo sasa hivi wanavifanya sasa hivi sio vitu ambavyo vinawafariji wananchi. Ni vitu ambavyo vinawaumiza wananchi.
Msanii wako bora ni Diamond. Nyimbo yake ya mwisho ni ipi ambayo ulikuwa unaikubali, ambayo unasema kwamba hili ilikuwa inagusa maisha yangu ama ilikuwa inagusa zaidi? Kwenye nyimbo ambazo zinagusa maisha za Diamond ziko nyingi, lakini ni za zamani zamani. Hapa katikati hapa labda kuna nyimbo moja hivi ambayo alifanya na Zuena. Yeah, of course nyimbo naipenda sana. Sikumbuki inaitwaje, lakini najua tu kwamba kuna video vixen mmoja alikuwa anaitwa Zuena. Yaani nyimbo inaitwa Zuena, lakini nyimbo inaitwa Zuena, lakini kuna dada ambaye amepachikwa ile jina la Zuena. Sasa yule dada ndo anafanya mimi naikumbuka hiyo nyimbo. Huyo ndo Diamond wa mwisho unamkubali wewe, nyimbo yake ndo hiyo? Nyimbo yake ya mwisho ndo hiyo ya. Lakini bado ni msanii bora kwako? Bado ni msanii bora kwangu kwa sababu anajitahidi kupush muziki. Umeshaelewa? Na sisi tunahitaji msanii ambaye anapush muziki nje international ili waweze kutufuatilia hapa. Kwa hiyo kwa sababu wakimfuatilia Diamond watafuatilia Tanzania. Wataangalia na wasanii wengine ambao wapo Tanzania. Ndio watakuja kuonekana kina Mario, akina Konde, akina Rayvanny, akina nani, umeshaelewa? Hizi top 3 zingine waliobaki hawa wawili? Top 3 hapa anafuata ni Konde, of course kuna Kiba, kuna Rayvanny, kuna Mario, kuna Mbosso. Wako wengi wasanii wazuri wako wengi. Nyimbo zao mpya zenyewe zimegusa, hizi za karibuni zimekugusa wewe? Kama Mbosso ana nyimbo yake moja hivi inaitwa sema mi albamu yake ya Room Number 3, majina ya nyimbo siyajui, lakini kuna nyimbo yake moja mmoja anasema Jirani, si ndio inaitwa Jirani? Nafikiri of course naipenda sana ile nyimbo. Kwa sababu naye anazungumzia maisha ya Mtanzania. Mimi napenda sana nyimbo ambayo inatuzungumzia sisi mzee. Sababu sisi tuna maisha magumu, tunahitaji kufarijiwa. Kwa kitoa nyimbo ambazo zinaelezea maisha ya kishua, maisha fulani ambayo mimi nakuwa sizipendi sana. Unaona kuna nafasi ya hawa wasanii wetu wakubwa kuleta Grammy? Konde nafikiri ndo target zake hizo mwaka huu. Anapambana muziki wake anaofanya mwaka huu kwa ajili ya mwakani umletee Grammy. Na naona ana dalili. Dalili kubwa sana za kuleta Grammy. Kwa sababu nimeangalia nyimbo zake nyingi ambazo amezitoa zikiwa na maudhui ya international. Ukiangalia kama ile nyimbo ambayo amefanya na AY, ni nyimbo ambayo unaona kabisa kweli imekaa ki-international. Kuna nyimbo alifanya na Abigail Chams imekaa ki-international. Kwa hiyo Konde naona kweli ana target hizo za kwenda Grammy. Unaiona una nafasi ya Harmonize kuleta hapo? Kubwa sana. Ambapo umezingatia kwamba hii nyimbo imekaa international zaidi? Melody, lakini pia ujue nyimbo za international mara nyingi sana hatutegemei unachokiimba tukielewe. Nyimbo ya international inategemea na melody. Yaani mtu anaweza akasikiza wimbo wako asielewe unachokiimba, lakini melody ikawa imemvutia. Sasa nikisikiza melody kwenye hizo nyimbo ambazo nimekutajia, naona ni melody ambazo mtu yoyote, kabila lolote akisikiliza zinaweza zikamvutia pia. Lakini kama Sapampa ingeingizwa kwenye kinyang'anyiro, unahisi na aina watu ambao wameshirikisha kwenye ile nyimbo yake na melody ilivyokaa, uone kweli kuleta Grammy? Sapampa? Hapana. Of course kwa mtu ambaye labda haelewi maneno, melody ni kali, nyimbo ilivyoimbwa imeimba kinyama nini, video kali of course, lakini sasa kwa sisi ambao tunaelewa maneno, tunaona kidogo maneno hayatufariji kiukweli. Kama mimi maneno yake hayanifariji. Ila kwa mtu ambaye leo of course anaweza kaipenda, anaweza kasogea. Ina level za kuleta Grammy. Abi, wewe ni mmoja kati ya wanafamilia wa Konde. Mengi ambayo yanatokea Konde mara nyingi imekuwa ni watu wa mwanzoni kabisa kuyapata. Kutoka kwa Ibra, Konde Gang baadaye anakuja kufanya kazi na Harmonize, tafsiri yake ni nini? Ni biashara imefanyika ama tusemeje pale? Swala Ibra sikutaka kuliongelea kabisa, lakini kwa sababu umeniuliza na mimi kama mdau nitajibu ninavyoelewa. Ibra ametoka Konde Gang. Alipotoka Konde Gang kawa anapiga ma-interview manini. Sasa kwa msanii mkubwa kama Harmonize ameamua kutoa ile ngoma sababu ile ngoma ilirekodiwa before ya kutoka. Umeshanaelewa? Naona ameachia ile ngoma kwa mazingira ya kutengeneza kwamba mimi na Udogo sina shida naye. Kwa hiyo kama ana shida ni yeye. Kwa sababu kuna interview zake ambazo zina trend, sidhani kama Konde atakuwa anazifurahia zile interview. Na ndio maana ametoa ile nyimbo kama kuwasawazisha watu kwamba bana mimi Udogo sina shida naye. Kama anaonesha ana shida na mimi basi ni yeye, lakini mimi sina shida naye. Naona ndio target za Konde hizo. Lakini sioni kama kuna target yote ya biashara au nini Hakuna means yote labda Harmonize kamtumia kijana? Hapana, kwa sababu kama angetumia tungeona Ibra naye ana support pale na anaposti, lakini Ibra hajaposti wala hajaliongelea wala hajafanya kitu chochote. Yaani hajajishughulisha na ile nyimbo in short. Kwa hiyo tunajua ile nyimbo imetoka kwa mawazo ya Harmonize. Sio manake kama kuto kusupport kivyovyote vile kwa Ibra, manake ndo ameshaona kwamba nikifanya hivi manake atakuwa ananitumia huyo. Blaza kama alikuwa ameshuka fulani hivi akasema ngoja nitafute upepo wadogo niende nao. Hapana, Konde hajawahi kushuka kwa muziki wa kibongo bongo. Ana muda sana na sijakuwa na tukio la kushuka. Labda kutoa nyimbo isihiti inawezekana. Kwa hiyo kwa kila msanii. Hata Diamond mwenyewe kuna mara kibao tu anatoa ngoma na haziendi, Zuchu anatoa ngoma na haziendi.
Kwa hiyo ni kwa kila msanii wale anakutana nayo, ni changamoto za biashara. Kama unavyoenda kwenye show ukakosa kujaza, ndo kama hivyo unaweza kutoa nyimbo na isihiti. Lakini haimaanishi kwamba msanii ameshuka. Harmonize ndio msanii ambaye sasa hivi ana show. Tunaona anafanya show nyingi. Juzi tu ametoka kufanya show hapo wapi sijui Element nini alifanya hapo. Maisha Basement sijui. Kwa hiyo ni mtu ambaye anafanya show kila siku tunaona. Na jitihada zake za muziki zinaonekana. Kwa hiyo kinaambia mtu ambaye ameshuka, wakati mtu tunamwona anazunguka na bi mkubwa, kuna bi mkubwa ndio raia namba 1 Tanzania. Afu anaambia huyo mtu ameshuka, siwezi kuelewa Hao ambao wanasema kwamba Harmonize kumiliki msanii bado design kama anatembelea tu upepo wa watu. Yeye mwenyewe anatakiwa apambaniwe, lakini anajifanya kupambania watu. Tusemeje? Uwezo wa kumiliki msanii Harmonize tayari. Sasa kama msanii ana Doto Magari, kwa nini Harmonize iwe bado mpaka leo? Doto Magari ni msanii yule. Si anaye msanii wake yule. Abi msanii Doto Magari unamkubali, Dogolema unamkubali? Kwa nini simkubali? Muziki hauna mwenyewe bro. Hata Dogolema anaweza akafanya kitu na kikatrend na akapata show na akawa mkubwa. Muziki hauna mwenyewe, usije kumdharau mtu kwenye muziki. Yaani usije kumdharau hata Mama Amina, muda wote anaweza akauchukua muziki akawa ndo namba 1. Mama Amina huyo? Ikawa show zifanyiki hapa bila Mama Amina. Kwa hiyo usije kumdharau msanii yoyote bro. Yaani muziki haunaga mwenyewe. Watu wanasema sisi mtaani kuna watu na vipaji kweli kweli, lakini Dogolema imekuaje? Stili na wewe unamkubali Abi Kubanga kweli? Sasa kuwa na kipaji na kutoboa kwenye muziki ni vitu viwili tofauti. Kuna watu wana vipaji kweli kweli, wako makanisani huko, wako madrasa, wengine wako wapi, wana uwezo mkubwa wa kuimba. Ingawa wengine hawataka kufanya nyimbo za kidunia, lakini watu wenye uwezo wa kuimba kweli wako wengi. Umeshanielewa? Lakini sasa muziki hauhitaji ujue kuimba sana ndio uhiti. Unaweza kuwa unajua kuimba kidogo tu na ukahiti. Umeshanielewa? Kuna mtu alikuja hapa anaitwa Kabu Snoop. Big na aliondoka vibaya sana mzee wangu. Unajua kwa nini aliondoka? Ni kwa sababu kile kitu anachokifanya kina sound vizuri kwenye masikio ya watu. Na haijalishi unaimba